Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia hotuba ya Wizara ya Afya ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi naungana na wenzangu wote kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kufika hapa kutupa neema yake ya uhai na uzima katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku katika baraza letu hili. Lakini pili, nachukua fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake kubwa ambazo anazichukua katika kuimarisha sekta ya afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza pia Mheshimiwa Waziri ambaye ni Dr. Saada Salum Kuya, Kaimu Waziri, kwa jitihada zake anazozifanya za ufuatiliaji wa kila siku wa majukumu ya Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma nzuri ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipongeze sana Wizara ya Afya katika kuhakikisha kwamba wameongeza bajeti ambayo ilikuwa ni bilioni 368.15 25/26 hadi kufikia bilioni 405.89 ambayo ni sawa na ongezeko la 10%. Kwa kweli .3. Kwa kweli hii ni jitihada kubwa na tunasema Wizara ya Afya hongereni sana. Ni imani yangu kwamba kazi zimeonekana na huduma zimeonekana umuhimu wake, ndio maana bajeti hii imeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Na niseme Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba Wizara ya Afya pamoja na mambo mengi muhimu tunayojadili inaendelea kuwa ndio wizara muhimu katika nchi yetu, kwa sababu afya ni utajiri wa kila mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa ujenzi wa kituo cha afya kilichopo Magomeni Wanderers. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakumbuka awamu iliyopita wakati niko kwenye Wizara ya Utamaduni na Michezo tulikuwa tumepanga kuweka kiwanja cha kisasa cha michezo pale Wanderers, lakini mwakilishi aliyepita Mheshimiwa Jamal Kasim Ali alikaa na waziri wa afya aliyepita Mheshimiwa Mazrui, wakakubaliana kuanzisha kituo kile cha afya. Kwa kweli tunapongeza na tuseme tunashukuru sana wana Magomeni, na naamini wananchi wenzangu hususan kina mama wa jimbo la Magomeni na kina mama wa mkoa wetu wa Mjini wamefarijika sana na uwepo wa kituo cha afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado kituo cha afya kile hakijafanya kazi rasmi na tunajua kuna jitihada mbalimbali. Nilikuwa namwomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja aweze kutupa majibu au ufafanuzi ni lini haswa kituo chetu kitaanza kazi rasmi, lakini katika kuanza kazi kitakuwa ni kituo cha masaa 24 au kitakuwa kituo cha nusu siku, ili tuweze kuwaelimisha wananchi wetu wazidi kupokea neema ambayo imeletwa katika jimbo letu, jimbo la Magomeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nijielekeze moja kwa moja mchango wangu katika nguvu kazi ya katika Wizara ya Afya, ambayo kuna kipengele kinasema wafanyakazi 237 wamepelekwa masomoni. Nilikuwa nataka kujua katika wafanyakazi 237, alafu pia tukaona kuna kipengele kinasema jumla ya watumishi 116 wamesharudi masomoni. Katika wafanyakazi 116 ndio wale katika 237 ama hawa ni wengine ambao walikwenda kabla ya hawa 237? Tungejua, kwa sababu juzi tu tulishuhudia tukaona tangazo limewekwa la wafanyakazi ambao wamerudi masomoni lakini hawajaripoti wizarani au hawajaripoti katika vituo vyao vya kazi, wanatakiwa kurudi. Sasa nilikuwa nataka kujua wafanyakazi hawa ndo katika hawa 116 ama vipi, kwa sababu kama mfanyakazi amepewa heshima, amepewa upendo kwa uzalendo mkubwa, amesomeshwa,
kwa pesa nyingi, halafu amemaliza masomo na hajarejea kazini. Sijui kwa nini kajiamini huyo mfanyakazi kuto kurejea katika eneo lake la kazi, ukizingatia masomo tayari kishamaliza. Tunajua jitihada kubwa zinafanywa, lakini bado katika wizara yetu ya afya kuna changamoto, na naamini hapa ndio sehemu sahihi na sehemu salama ya kuzisema changamoto hizo. Na ikiwemo katika miongoni mwa hizo changamoto ni hizo changamoto ya ukosefu au upungufu wa wafanyakazi katika wizara yetu ya afya. Tunajua wengine wamekwenda kuongeza elimu, ni jambo jema, lakini bado kuna taarifa kwamba kuna wafanyakazi wameshamaliza masomo na hawajaripoti katika eneo lao la kazi. Wengine wameomba uhamisho wa juu kwa juu, yani huko kwa huko. Mtu kamaliza masomo, kaomba uhamisho, anakwenda sekta binafsi. Serikali ambayo ndio imetumia fedha nyingi kumsomesha mfanyakazi inakosa kufaidika na matunda ambayo wameyapanda wenyewe. Lakini pia niipongeze serikali kwa kuanzisha mfuko maalum wa maendeleo ya afya, Health Development Fund. Kwenye hili nampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa sababu katika wizara ya afya bila ya kuwa na mfuko wa afya, kwa kweli tungelikuwa tunaota ndoto za dinacha. Nilikuwa nataka kutoa wito kwa serikali kupitia wizara ya afya, Mheshimiwa Waziri na watendaji wote wahakikishe kwamba huu mfuko wanaufuatilia na unafikiwa malengo, kwa sababu neno mfuko maana yake kuna watu watakuwa wanauchangia huu mfuko. Baada ya kuchangiwa, maana yake ule mfuko kinachopatikana ndio kiweze kunufaisha katika maeneo ya afya, lakini kiuhalisia ukienda kuna kati unakosa kabisa kuona tija ya mfuko huu wa afya. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa Waziri na nimuombe watendaji wote waweze kuhakikisha kwamba wanausimamia vizuri mfuko huu wa afya, alafu tuweze kuona matunda zaidi mbali ya haya ambayo tunayaona sasa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la bima ya afya hii ya Zanzibar ambayo kwa kweli kumekuwa na changamoto kubwa, na baadhi ya wananchi wengi ikiwemo kina mama wenzetu wanalalamika. Sasa mimi ningeomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja atupe ufafanuzi. Kwa nini bima ya afya ya Zanzibar haitumiki katika hospitali za private? Kuna malalamiko makubwa sana kwamba bima hii ya afya ya Zanzibar inatakiwa itumike katika hospitali za serikali tu, na bado tukubali tukatae, katika hospitali zetu za serikali sio zote zina uwezo wa kutibu baadhi ya magonjwa ambayo watu wetu wanaumwa. Kwa hiyo kuna wakati watu inabidi wafate huduma serikalini, lakini kwenye sekta binafsi, lakini wanapokwenda na hii bima ya Zanzibar wanakataliwa kupata huduma. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja kutoa ufafanuzi atuambie kwa nini bima ya afya ya Zanzibar haitumiki katika hospitali binafsi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kuzungumzia pia katika kitengo cha hospitali hizi ndogo ndogo, yani tuseme vituo vya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto. Kuna wafanyakazi katika vituo vya afya wanafanya kazi kwa masaa 24. Na hili nimelishuhudia mimi mwenyewe. Nilimpeleka mtoto wangu kwenye kituo cha afya pale Kombeni. Huduma ilikuwa ni nzuri, lakini ilikuwa imesuasua kwa sababu daktari alikuwepo mmoja. Daktari huyo anamuexamine mgonjwa. Daktari huyo manake anampima, manake maabara hakuna mtu, hakuna huduma zile za ultrasound. Kwa mfano kama Kombeni, kile kituo kinazalisha pale wagonjwa au kina mama wanapokwenda kujifungua, kwa mujibu wa madaktari mara nyingi huwa wanataka wapate kumfanyia ultrasound. Kwa hiyo wanashindwa kufanyia, inabidi wachukue ile ultrasound ambayo amepiga mara mwisho alikotoka. Sasa wakati mwingine inakuwa sio sahihi. Kwa hiyo nilikuwa nataka Mheshimiwa Waziri utakapokuja utuambie ni lini utatuwekea wafanyakazi wa huduma hizi za maktaba za maabara katika vituo vyetu vya afya, kwa sababu hawapo. Daktari mmoja tu anafanya kazi zote. Tunamchosha daktari huyu, baadaye tutakuja kumlaumu hafanyi kazi vizuri, kumbe anafanya kazi za watu zaidi ya watatu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
nijielekeze katika suala la vituo hivi vya afya kwenye huduma za ambulance. Kuna wakati vituo hivi hawana ambulance pale kwenye vituo vyao. Kwa hiyo ina maana ikitokezea kesi yoyote ya rufaa, lazima wale wapige simu waombe ambulance kwenye maeneo mengine. Na wafanyakazi wetu na wao, hususan wa sekta hii ya afya ambayo ni sekta mama kabisa kama ilivyo sekta elimu, na hii ndio vile vile, basi tunaamini wafanyakazi wetu watafaidika zaidi. Mimi ninachotaka kukuomba Mheshimiwa Waziri, utakapokuja utupe ufafanuzi. Kuna wafanyakazi wa hivi vituo vya afya ikiwemo Kombeni, Chukwani, Mpendae na Magirisi waliahidiwa kupewa posho lao na wameshatia saini, kwa maana zile process zote za kulipa zile overtime zimeshafanyika, lakini mpaka leo bado hawajalipwa. Mazungusho yamekuwa mingi. Tunaomba kujua, je, hizi fedha tatizo liko Wizara ya Fedha au liko huko Wizara ya Afya? Huyo mkurugenzi anoshughulika na masuala haya kasafiri, anaumwa? Kuna shida gani iliyopelekea wafanyakazi wetu hawa wanaojitahidi usiku na mchana kurescue maisha yetu wananchi mpaka leo wasipate overtime zao? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nijielekeze pia mchango wangu kwenye suala la outsourcing. Mimi kwenye hili nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kupongeza na wewe Mheshimiwa Waziri Dr. Saada, kwa sababu kuna wakati mwingine tukizungumzia outsourcing, kuna baadhi yetu tunafahamu vibaya. Mimi ninachojua na ninachochukua kauli ya serikali kwamba outsourcing ina lengo la kuongeza ufanisi katika shughuli za serikali, sio kwamba labda tumeshindwa kufanya zile huduma kama serikali. Lakini ninachotaka kukiomba ni kitu kimoja. Kuna malalamiko huko. Kuna siku nimekwenda mwenyewe hospitali ya Lumumba, huduma zilikuwa nzito kweli kweli, tukaanza kusikia rumors, si taarifa zilizo rasmi Mheshimiwa Waziri, kwamba wale wanaotoa huduma pale wamecheleweshewa malipo, ndio maana huduma hakuna. Ikabidi mimi mgonjwa wangu siku ile nimuondoshe. Kwa nilikuwa nakuomba Mheshimiwa Waziri ufuatilie kwamba hizi kampuni tunazozipa dhamana ya ku-outsource, je, malipo yao yanakwenda kwa wakati? Na nataka kuambia hili Mheshimiwa Waziri, kwa sababu ninajua wewe sio mlipaji, lakini bado unaendelea kuwa masuul wa kufuatilia. Na ukitaka kujua Zanzibar kama kuna huduma bora au hakuna huduma bora, umwa wewe, umwa japo kidogo, ndio utajua kwa kweli kuna changamoto kubwa sana kwenye masuala haya. Najua nia ya serikali na nia ya rais wetu ni njema, lakini kwenye utekelezaji wa kila siku baadhi ya watendaji wetu nadhani kidogo tunashindwa kukubaliana nao au tunashindwa kuelewana nao, kuona kwamba wanazorotesha hizi jitihada, tunabaki sisi serikali au serikali yetu inabaki kupakwa matope, kumbe matope yapo kwenye utendaji. Ningekuomba Mheshimiwa Waziri ufuatilie hili. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka pia nipongeze Wizara ya Afya
kwa swala zima la kuhakikisha wanajali afya ya mtoto, lakini pia kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka asilimia 28 hadi asilimia 11. Hii ni jitihada kubwa. Tulikuwa tunashuhudia mambo mengi yanafanyika hapa, na ukienda kwenye uchunguzi unakuta ni negligence ambayo inafanyika katika utendaji wa kila siku. Kwa hiyo nikuombeni Mheshimiwa Waziri na uongozi wa wizara muendelee kusimamia nidhamu katika sekta hii ya afya. Mwenyekiti unanitazama, lakini najua bado dakika zangu 3. Niombe Mheshimiwa Waziri na uongozi wa wizara muendelee kusimamia nidhamu katika afya, kwa sababu ukiniuliza mie kama mwananchi, miundombinu ya afya tayari imekwisha kukamilika kufanyika Zanzibar, hata kama kuna ongoing projects. Lakini tukija kimiundombinu, tuna uwezo wa kujigamba nchi yoyote duniani kwamba Zanzibar miundombinu ya afya ni mizuri, ni imara, ni bora. Lakini practicability ya wafanyakazi wetu ambao wapo pale inakuwa ndo inafanya ile miundombinu isionekane kuwa bora. Niombe Wizara ya Afya kupitia msimamizi wake makini kabisa Dr. Sada, waziri msomi, kwamba tuondoshe muhali, tuchukueni hatua pale tunapoona wafanyakazi wamefanya uzembe, ili tusichafue wizara yetu ya afya, ili tusimchafue rais wetu. Jitihada zake na nguvu zake, devotion ambayo ameitoa kwenye sekta ya afya ni kubwa, sote tunajua, dunia inajua. Kwa hiyo niombe nguvu zake tusizirudishe nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, niunge mkono hoja kwa 100%. Asante kwa kunipa nafasi na naomba kuwasilisha. Nashukuru sana.